Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kwa majina naitwa Musa Soa au Daktari Musa. Mimi ni dokta netibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu maajabu na muujiza ya mti huu unaofahamika kwa jina la mgagasi. Mti huu una mambo mengi sana na una miujiza mingi sana. Je, maajabu ya mti wa mgagasi unayafahamu wewe? Kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Tupo katika episode ya 3 ya mti huu wenye maajabu na miujiza yenye kutisha unaofahamika kwa jina la mti wa mgagasi. Kwa yule mtu ambaye anasumbuka na maradhi ya tumbo kujaa gesi au tumbo limevimba, au kwa yule mtu ambaye amepata stroke, ameparalyze, yani mkono umeenda upande akitembea yuko hivi, au mdomo umeenda upande. Sasa kama alipata stroke kwa maradhi tu ya Mwenyezi Mungu, basi mti huu ni mujarab sana, ni tiba nzuri sana ya mtu aliye paralyze. Na kwa yule mtu ambaye amelogwa, ameparalyze kupitia uchawi, au tumbo lake limevimba kupitia uchawi, sio kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unachotakiwa kukifanya, njoo katika mti huu wa mgagasi wakati wa jua kuchomoza. Utapanda juu, utaenda kutafuta yale magamba ambayo ni mateke ya mti huu wa mgagasi, utakata na panga. Ukikata na panga, yale yanayodondoka yanayojifunua utayaacha, na haya yanayojifunika pia utayaacha. Kisha utashuka chini katika mti huu wa mgagasi, utayangalia yale mabanzi yaliyelala chini ya ardhi. Yaliyelala chini ya ardhi utayachukua, utaweka katika mkono wako wa kushoto. Yale ambayo yamejifunua utayaweka hivi, na yale yaliyojifunika utachukua kwa mkono wa kulia, utafunika kwa pamoja. Kisha utatafuta kamba, utafunga. Hakika fika kwa mgonjwa muhusika, funga na kamba, mpatie, mwambie nenda ukachemshe unywe. Kama alilogwa kiuchawi, aliparalyze kimazingara, akinywa, hakika yule mchawi atamwijia usiku, atamwambia mimi ndo nilikuloga, naomba nikutibie. Kwa mchawi mwenyewe ataanza kuukanda ule mkono kwa madawa yake na kuunyosha ule mkono ambao ulifanya nini? Uliparalyze, alipata stroke. Au kama kwenye mbavu mtu amepata stroke upande mmoja, yeye ndo atakayehusika kufanya nini? Kumchua na kumtibia. Na kama mdomo wake ulienda upande, yeye ndo atakayehangaika na ule mdomo kuweka ufanye nini? Ukae sawa. Ila kwa masharti, akija fulani bini fulani kukutibia kwa wewe mgonjwa, usimtaje jina, na maana ndo mchawi wako. Ukimtaja hutopona. Mti huu wa mgagasi una mambo mengi sana. Kwa kama uliparalyze, kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukamlilia Mwenyezi Mungu, utapona ile stroke. Na kama alihusika, ulipata maradhi ya kichawi ya kimazingara, basi utapona. Na hayo hiyo magamba ya mti wa mgagasi ambaye yenye kujifunika na kujifunua yana uwezo wa kwenda kumwita mchawi. Kwa mfano, wewe ni mganga au wewe unaumwa umelogeka, sawa, unahitaji kumfahamu mchawi wako ni nani, au wewe mganga unahitaji kufahamu mchawi wa ile tukio ni nani, aliyemuua huyu au aliyemdhuru huyu au aliyemloga huyu. Unatwanga, unapata ule unga wake, nenda saa 8 ya usiku katika njia panda, makutano ya njia 4 ya njia panda, vua nguo zako zote kwa tupu, oga, fulani bini fulani, mimi nakuita, nataji kufahamu wewe mchawi ni wa aina gani, uje hapa tuzungumze. Yule mchawi ghafla atatokea pale, atakuja, atakutii. Afikisha utamwambia bwana fulani bini fulani anaumwa, wewe ndio ulimloga? Atasema ni kweli, mimi ndio nilimloga. Au bwana aliyemloga ni fulani lakini alishakufa. Kwa kama ni mshirika mwenzako, basi naomba fulani ukamponye. Au kama kuna mrithi, bwana aliyemloga ni mzazi wangu fulani bini fulani lakini ashakufa, lakini mimi ndo nilirithi, basi naomba ukamponye yule fulani bini fulani. Yaani wewe mganga unamwamrisha mchawi akamtibu, basi hakika mchawi atakutii na ndicho ataenda kukifanya. Unaomba fulani naomba anyanyuke,
Asiponyanyuka basi mimi na wewe tutakuwa maadui. Basi hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ule mchawi atakutii. Haya ni maajabu na muujiza wa mti huu wa mgagasi. Na mti huu una mambo mengi sana na una miujiza mingi sana na una maajabu mengi sana. Kwa yule mganga anayehitaji kufanya usaidizi, aende kwa mchawi au kwenda kuwaopoa misukule waliouawa kichawi, anahitaji kwenda kuwachukua na asionekane. Yale mabanzi yenye kujifunua na kujifunika ya mgagasi, yale mateke, koga kwa manuizo. Ukienda kwenye nyumba ya mchawi hautoonekana. Na ukifika katika ule mlango wa mchawi, ukiushika tu hivi, kama kweli misukule ipo, yenyewe misukule ndio itakayefungua milango na itakufuata wewe, utaipeleka. Kama ni nyumbani kwako kwenda kuitibia, utaenda kuitibia. Kama kuwaopoa misukule, alichukuliwa msukule mtu, unahitaji kumwopoa ukamtibia na apone awe sawa, utaenda kumchukua katika mikono ya mchawi. Haya ni maajabu na muujiza wa mti huu wa mgagasi. Mti huu una mambo mengi sana. Tunaelekea namba 4. Kama unavyoona hapa Daktari Musa ofisini kwangu, kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kama unasumbuka na changamoto za mitihani ya kichawi na mitihani ya kishetwani, unahitaji dawa ya kuvunja maagano ya kichawi na ya kishetwani, uwe mtu wa mafanikio, umekuwa ni mtu mwenye kupambana sana katika maisha, unakuwa sio mtu mwenye kufanikiwa, unahitaji dawa za kuvunja hayo maagano, basi kwa Dr. Musa zipo. Na kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, upo na mitihani katika biashara unayoifanya, unahitaji cheo kupitia kazi unayoifanya, unahitaji madaraka, Dr. Musa na kila aina za dawa mbalimbali hapa. Na dawa za mivuto ya mapenzi, na dawa za maradhi mbalimbali. Na pia kama unahitaji pete ya bahati, pete yenye kuendana na ufalme wa nyota yako. Je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa hapa navyomiliki mamilioni ya fedha? Je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho, elimu za miti pamoja na mimea yake kwa tiba pamoja na dua? Unahitaji kuwasiliana na mimi Daktari Musa. Usisite kubonyeza namba alama ya jumlisha 255784120592. Na kama ni mara kwa kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.